bwana hatukufahamiana muda mrefu, lakini tulipokutana Cairo kwenye AFCON tujenga uswaiba mkubwa sana, na tunaitana pacha kwa namba za miaka ya kuzaliwa na uzungu wetu. Maana mimi lakini amekuwa wakati fulani mpaka sasa hivi jamaa au gaidi katumwa kuchunguza unajua anaupenda Utanzania, yuko na ile fahari ya nchi mpaka wewe unajiuliza wewe nituma message bwana, mimi nakuja kwenye mechi, unakuja usimwambie mtu yoyote atakaye surprise kwa Tanzania. Basi mimi nikashanda mambo yangu, tumeongea na kaka yangu Philemon, mjumbe wa kamati hii jana na hotel, mitandao yote ishajua na kusema kwa sababu ana surprise gani nchi nzima ilipo airport jana ilipokea. Sasa mimi niwaambie wa Tanzania, watu kama Bongozozo wako wengi wanaoitakia mema nchi yetu, aidha kwa sababu aliyokuishi alioa hapa, lakini anaitakia mema na anafaharika na Tanzania. Kuna wakati anaposti kitu wewe ushasahau, yeye kesha kiposti kuhusu timu ya taifa, kuhusu mpira wa Tanzania. Anaangalia mechi zote za Tanzania, anaangalia ligi yetu, anaangalia timu ya taifa, anaangalia vilabu vyetu na anafuatilia. Sasa mimi ningeomba nchi nyingine wanao utamaduni wa raia wasio wa nchi hiyo wanaoifanyia mema nchi hiyo kupewa kaheshima fulani, recognition, kutambulika, at least uraia wa heshima. Serikali yetu inaweza ikawatuza watu ambao si wa Tanzania lakini wanaifanyia mema taifa letu. Huyu bwana kama alivyosema Karigo anatoka Uingereza anakuja hapa. Nilikuwa namwambia hapo nje, bwana mimi hatujakaa muda mrefu lakini mimi kesho nasafiri usiku baada ya mechi ya Tunisia. Anaambia mimi nakwenda tayari, nishakata tiketi na nishakata booking ya hoteli. Bwana sio mchezo. Sio mchezo. Watanzania wangapi wanashindwa? Atoe lake mfukoni. Sio kwamba TFF wamemlipia tashimbuni huja. Ni pesa yake, ni mahaba yake. Serikali inaweza kupitia wizara ya mambo ya ndani kufikiria kuwapa uraia wa heshima. Uraia wa heshima maana yake nini? Uraia wa heshima unapokuja kwenye taifa hili, wao wanatumia visa au sisi tunatumia visa kwenye Uingereza, anaingia entry. That's it. Ndio namna ya kwa recognize watu ambao wanajitolea kwa ajili ya taifa ambalo sio lao. Huyu Mwingereza pase, huyu sio Mhehe wala sio Mgoni wala sio mzungu kama mie, huyu mzungu kweli. Anakuja kulitetea taifa letu. Mimi nakwambia ni leo social media yote ni Bongozozo nchi nzima. Mpaka speaker kanipigia simu. Baba, huyo mtu tunaweza tukampata hapa Dodoma. Hebu fikiri, wanafikiri kumpeleka Dodoma kumpa heshima ya kupata ile heshima ya kutambulishwa ndani ya bunge la nchi. Jamaa fakasi kubwa sana. Hype match. Amuondoa hata vikelele vidogo. Watu wangu wanafikiria vikelele kweli, katibu samani. Na nitaka nimalizie. Lazima niweke hilo. Amenisaidia kweli. Amenisaidia, yani katika watu amenisaidia huyu kuja kwake jana nilisema alhamdulillah. Haua kidogo kapoza. Yani yeye ndo man of the game. Nilikuwa nimeandika mali askofu, tukifikiria kuwapa tuzo watu waliohamasisha mpira mwaka huu, ikichuma kipepo. Ikichuma, sio mchezo. Na leo yeye anapenda sana mademu. Shambia na kwa vima hivi. La mwisho niseme, na mimi mwenyekiti wa kamati ya hamasa, lakini mimi ni msemaji wa Simba. Nasema na ndugu zangu wa Simba. Hili nisema lazima nitaisema. Sisi wa Tanzania kwanza. Yaani mimi najitambulisha Haji Manara Mtanzania, msemaji wa klabu ya Simba. Ndio ninavyotakiwa nijitambulishe hivyo. Siwezi kusema mimi Haji Manara msemaji wa Simba Mtanzania na yoyote wanajitambulisha hivyo. Bosi wangu Mohamed atajitambulisha mimi Mohamed Dewji, mwekezaji wa klabu Mtanzania, mwekezaji wa klabu ya Simba. John Boko atasema mimi John Rafael Boko, Mtanzania, captain wa timu ya Simba. Na mshabiki mwingine yote. Hebu
Wachezaji wengi wa timu ya taifa wanatoka klabu si Simba. Hivi unadhani hawa TFF wanaichukia Simba? Hivi unadhani kuna mtu pale anaichukia Simba? Binadamu akisema jambo akalifafanua, no matter wewe hujalielewa, lakini weka kila kitu pembeni, weka interest ya nchi. Jana kwa zungumza na Aishi, asema hadi ni posti nini, niandikie basi wewe ni posti nini. Aishi ndio aliwaambiwa hilo neno. Wewe unakuaje unasema sana? Yaani wewe kuume kuliko Aishi mwenyewe. Mimi nimeongea naye almost 2 hours. Muongea na katibu juzi, muongea na rais wa TFF, muongea na kocha Mgunda, muongea na Aishi Manula, nimeongea na kila mtu. Tumelirekebisha, tumeliweka sawa. Hasa nini? Simba ina wachezaji wangapi? 6 almost. Nishtuti. Maka Leona yupo 7. Unawezaje kununa? Unawezaje kukasirika kuona TFF wanaionia Simba? Ala! Kila timu sasa inasema inaonewa TFF. Jamani, mnyongeni haki yake mpe. Naomba wana Simba wenzangu, naongea na nyie kama msemaji wenu. Alafu watu wamenipa heshima. Hivi kwani hao wameshindwa kumchukua msemaji wa Coast kwa mwenyekiti wa kamati ya hamasa? Kwa nini wananipenda sana? Heshima hii maki imerudi kwenu wana Simba. Basi hata hilo hamlioni ndugu zangu. Na wasihi na waomba tufunike kombe kesho tuonge. Nyie mnajitamba sisi tunajazaga uwanja. Twendeni pale kesho. Twendeni tukashangilie. Timu hii kifuzu, faida ya kwanza ni ya vilabu ujue, sio TFF. Vilabu vinapata heshima. FIFA ranking tunaongeza namba kule juu. Kwa na wasihi na waomba wa Tanzania wote na washabiki wote msinune. Tununie nani nchi yangu? Unanunia nani? Unanunia Taifa Stars? Unanunia nani? Kidau, Haji Manara, Clifford. Wewe Tanzania yako utabaki tu. Una taifa lingine la kukimbilia. Hebu tuendeni kesho. Alafu na waomba wanahabari. Jana tuna baadhi ya vyombo si sawa, nilipiga wao niliwapigia vile vitu ambavyo mnaona viko kidogo hivi katika mechi kama hii nacha na interest. Shona kitu controversial ile karibu atmosphere, acha tupa. Twende kwenye nchi. Nyinyi mmefanya kazi nini? Nyinyi mmefanya kazi, huyu mtoto huyu mdogo wangu huyu Pasco. Umeona zile posta zote zile ambazo natuma kwenye Instagram na wasanii zote wamefanya Pasco. Mimi nampa tu majina, naandika na caption basi. Umedesign anzie kwenye kamati yenu, umeweka mambo mazuri kabisa. Wasanii wanafurahi na nimwambia leo tuanze na wacheza mpira wa zamani. Maana nishaanza kupiga kelele, Haji mbona sio tuthamini wacheza mpira wa zamani? Kacheka akasema hivi mimi na Sande Manara sasa hivi nani maarufu? Naomba kuuza swali. Tuwe realistic. Maana Sande akitambulishwa sasa hivi baba yake Haji. Si ndio? Zamani nilikwambia mtoto wa Sande. Maisha ndio ilivyo. Sasa kwa maarufu kweli. Best bora kwenye country. Lakini leo akitambulishwa huyu baba yake Haji Manara. Sasa Sande hana hata page ya Instagram. Page ya Instagram. Kichwa na Manara hana page ya Instagram. Mimi nawakusudia wale wafuasi wa social media. Baadhi ya wachezaji wetu hawatumii Instagram. Hata ukimpelekea leo, mimi na hakika nikiandika kuhusu Kichwa na Manara, haki ya Mungu wa Tanzania waliokuwa Instagram anemjua baba 3 au 4. Zama zinakwenda, lakini nimesema kwa kuwa wako wachezaji ambao wako active, wako wachezaji ambao tunahitaji kuwapa kuonyesha kama tulivyofanya wasanii. Nimeambia Pasco tuanze nao leo. Twende nao, tuwasupport, tuwaonyeshe nao wanaunga mkono na katibu ni kuombe kesho, kwa sababu nimesikia VIPA hazikaribu. Hawa wachezaji wetu tunajua mnawapa heshima sana wachezaji wa zamani. Tungeandaa kaji utaratibu fulani hivi wale ex players wa national team tuongozana nao. Unajua mimi nimezaliwa na familia ya wacheza mpira. Mimi nawajua wacheza mpira jamani wa zamani walivyoonanongwa. Anasema kwa sababu mimi nimezaliwa huko. Siwasemi wao, mimi nimetoka huko. Nimesomeshwa na wacheza mpira. Kwa hiyo mimi nina haki ya kunisemea hili. Baba yangu mimi ananongwa.
wewe uende mpilani pale mzuie. Alinipigia simu siku moja Simba sio kwa chanalo umemzuia pale hawamjui. Baba siko niambie mimi mwanao niko Simba singekupa tiketi. Hawa wakujui kweli. Wewe umefunga nyama gani? Umefunga watu teko shasahau. Kwa hiyo hawa ni watu na hiyo ilivyo hata mimi nikiondoka leo katika nafasi sina cheo sina jambo lote nimekaa mtaani alafu nakuja TFF pale naomba tiketi ya mpilani mninyime. Nitawaletea nongo. Ndio ilivyoruka mwanadamu yote. Waandishi mtoke leo kwenye hauko kwenye industry unakaa mtaani tiketi unaomba ya mpilani. Sinaona waandishi wa zamani. Hapa mimi andikia nchi ndio ilivyo ruka kwa wanadamu. Kwa naomba katika hili katibu tusaidie na watu watumie, lakini niwapongeze. Mwisho nimalizie kwa kuwashukuru sana. Kesho inshallah baada ya mechi tutashinda kwa mimi mechi ya Ijumaa mimi nitashinda. Semeni amin. Amen. Tutashinda. Na baada hapo tutakwenda Libya tutakipata kipointi. Yaani Tunisia, tunaenda Tunisia. Maisha sawa mimi na hizi ladies and gentlemen ndio zimezidi sana. Kwenda tukipata kipointi kimoja tuondoka pointi 4. Mechi mbili basi. Yeah, kikubwa tuseme tu kwamba sisi kama TFF tumefanya maandalizi makubwa kwa ajili ya mechi hii, kwa maana ya maandalizi yote ya kiutawala. Waamuzi wameshafika na wachezaji wetu wapo kambini kwenye hali nzuri. Kama alivyosema Haji, wakati mwingine watu wanachafua hali ya hewa. Niseme uongozi wa TFF unaongoza ndugu Wallace Karia toka ingia madarakani. Moja ya mambo makubwa ambayo umekuwa unajitahidi kufanya ni kuhakikisha kwamba masuala yanayohusu wachezaji yanakuwa yanakaa vizuri. Hata juzi wakati naona mtu mmoja akachafua hali ya hewa, nilikuwa nasikitika kwa sababu ndio siku ambayo tulikuwa tumetoka kuwalipa posho wachezaji wote wa timu ya taifa. Sio posho ya ndani tu, mpaka posho ya Tunisia. Yaani siku anaandika sisi tulikuwa tumeshalipa posho mpaka siku ya Tunisia tarehe 20. Kwa maana ya wachezaji afya zao ziko vizuri na maandalizi mengine ya kuhusiana na mchezo wa kesho yamekaa vizuri. Kwa hiyo tunaamini tu kwamba kwa sapoti ya Watanzania basi Mwenyezi Mungu atajalia kesho tutashinda. Lakini nimalizie kwa kusema kiingilio ambacho kimewekwa ni kiingilio rafiki, kwa naamini Watanzania wengi watajitokeza kwenye mechi ya kesho. Na mwisho kabisa niwashukuru waandishi wa habari, wakati naingia hapa kabla tujaanza, hizi kamera hizi huwa naziona tu pale labda Brazil wanacheza, wakina Ronaldo wanapokuwa hapo kwenye presi. Kwa ni kitu ambacho ni cha kusisimua, na ndio maana mimi siku zote nimekuwa nasema kwamba hichi kikosi cha waandishi wa habari ni kikosi cha dhahabu, ni kizazi cha dhahabu. Nimekuwa nasema ni kizazi cha dhahabu, nimekuja kuleta kitu kipya kwenye mpira wetu wa miguu, na Mwenyezi Mungu atawakumbuka na historia itawaandika. Mnafanya kazi kubwa. Yaani leo hii tunapokuwa tunaitisha press za timu ya taifa ya Tanzania ni press zenye kiwango cha timu ya taifa ya England, Brazil, Ufaransa. Yaani sio kitu kidogo mtu anaweza akachukulia poa, lakini mimi sichukulii poa. Nachukulia kwamba mmeipa thamani timu ya taifa. Thamani ya national team ya Tanzania sasa hivi imekuwa kwenye kiwango kikubwa kwa vitu kama hivi press ambavyo vina add value kwenye mpira wetu, lakini vile vile kwa wachezaji wenyewe. Mara nyingi tunapokuwa kwenye press hapa, wachezaji na benchi letu la ufundi huwa wanaangalia hizi press live. Wanaangalia na nikitoka wananiambia katibu tumeona press na nini. Kwa vitu vya namna hii wakiangalia wingi wa kamera hizi, na wenyewe kule inakuwa ni deni kubwa kwao. Kwa hiyo mnafanya jambo kubwa kwa sababu mnawapa wachezaji wetu deni. Sio deni baya, ni deni kubwa kwamba wajitolee kwa ajili ya nchi yao. Na naamini tumekuwa tuna umoja mkubwa kwenye nchi hii, hasa yanapokuja masuala ya timu ya taifa ya nchi, kuliko kipindi chochote kile ambacho mimi nimewahi kujifahamu, kwa maana ya kuwa mchezaji na mambo mengineyo. Kwa hiyo ni kitu kikubwa. Kwa hiyo niseme hili ni deni kubwa kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, na wao salamu zao ni kwamba wapo tayari kwa ajili ya mechi, wamejiandaa vizuri na wametuhakikishia kwamba watafanya kazi kubwa kwenye mechi ya kesho na kutupa matokeo makubwa kwenye mechi si tu ya kesho, bali mechi mbili ambazo zinafuatana kwa muda mfupi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali, iwe ya ndani au ya nje, kutokea hapa Jamvi Online TV.